بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamd, Allah ametukutanisha katika masiku haya mazuri matukufu yenye fadhila kubwa, nao ni masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una kila aina ya kheri, mwezi ambao ndanimo kumefunguliwa wazi kabisa milango yote 8 au 8 ya pepo, na kumefungwa milango yote 7 ya moto. Kwa kweli ni mwezi muhimu, na shukurani zetu kwa Allah yapaswa ziwe kubwa mno kwa kutuwezesha kudiriki kuingia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Haya yote ni makadiri yake Allah subhanahu wa ta'ala, na shukurani kubwa kuliko zote ni kustaghnim awqatina, ni kutumia vizuri wakati wetu katika mwezi huu wa Ramadhani kwa kumtii na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo shukurani kubwa mno kuliko zote. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala mara kadhaa akizungumza neema mbalimbali, hata pale alipokuwa akizungumzia neema alizowaneemesha familia mzee Daud na mwanawe Suleiman alayhi massalatu wassalam, kisha akawaambia i'malu ala Daud shukra, tendeni mema enyi familia ya mzee Daud au ya Daud alayhi salam, shukran, ikiwa ni shukrani zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, leo tutaangalia moja ya ibada ambayo ni muhimu sana, katika ibada pia pekee inayopatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, ambayo baadhi yetu tumekuwa tukiipuuzia na tukiikimbia au tukiifanya tu masiku ya mwanzo wa Ramadhani basi, kisha baada ya hapo tunaitupilia mbali bila kufahamu hizo ndiyo fursa katika fursa nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nayo si nyingine ni at-tarawih, swala ya tarawih. Tukisha iftari, tumeshiba, zaidi tu mtu atakuja kuswali Isha na kuondoka. Na siku za nyuma, hasa baadhi ya misikiti mingi, ilikuwa watu wanakuja Isha ili wanuizwe tu, wanuizwe kwa ajili ya saumu ya kesho, na ilikuwa inafanyika hivyo kabla ya swala ya tarawih, kwa sababu wengi tarawih itawashinda kungoja, mambo ambayo kwanza hayajathibiti kwa mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunuizana katika ibada yoyote ile. Tarawih maana yake ni tarawih, ni kustarehesha mwili. Neno linatokana na kustarehesha. Tutashangaa kwa nini nakuja hili katika jambo kama hili, tutaona kwa nini kaitwa hivyo. Lakini kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hakuna shaka kwamba tarawehe ni moja katika mambo ambayo yanamfanya mtu awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala.
Lakini pia hakuna shaka tarawehe ni katika mafunzo na desturi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Ramadhani alizozifunga, ambazo ni 2 kama sikosei. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufaradhishwa ibada tukufu ya saum katika mwezi wa Ramadhani, alitekeleza siku kadhaa ibada ya tarawehe pamoja na maswahaba radhiyallahu anhum. Kisha baada ya masiku fulani akaacha kutekeleza ibada hiyo msikitini, akaondoka akaenda zake nyumbani. Siku ya pili wakamuuliza maswahaba radhiyallahu anhum, vipi, kwa nini umetekeleza ibada tarawih katika masiku kadhaa na baadhi ukaacha kusalia nyumbani? Akasema, nilichelea isije kafaradhishwa kwenu ninyi na ikawa ngumu kwenu nyinyi, ndio maana nikaswali baadhi ya siku na baadhi ya siku nikaswalia nyumbani. Pia hadithi hii imekuwa pia ikichanganya watu kidogo haya mafunzo, mpaka baadhi kufikia kusema kuswali tarawehe mwezi mzima katika kwa jamaa msikitini bid'a, haiwezekani. Wanazungumza kitu kama hicho tu, wanasema bana, wakiwa wanaelekezea kundi fulani, labda nyie mnasema kwamba kitu fulani hakifai, ni bid'a katika Uislamu, mbona ninyi mwaswali tarawehe mwezi mzima misikitini kwa jamaa, hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo, nanyi mnafanya bid'a? Limekuwa likizungumzwa na kundi moja likilishtumu kundi lingine ambalo linaonekana kana kwamba lina msimamo ule wa kukemea yale ambayo hayapo katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi tuacheni na bid'a zetu hizi, nanyi mna ya kwenu hii. Haya mazungumzo ukiangalia, tazama na hadithi ya mtume, unaona kweli yana ukweli kiasi fulani, lakini alhasil ukweli ni kwamba sivyo. Na pia hoja zingine wanazileta, na zingine pia wanazileta, baadhi ya hoja wanazileta. Moja anasema kwamba swala ya sunna ni vizuri kuswaliwa nyumbani kuliko msikitini. Alfajiri umeamka, swala kaambizi za alfajiri kabla swali nyumbani, kisha na msikitini swali tahiyatul masjid, baada hapo swali jamaa ya alfajiri. Kwa hiyo hata tarawih inatoka swaliwa nyumbani, ikitokea basi siku chache msikitini na siku chache nyumbani. Tayib, hatupo kujibu hilo, lakini tunazungumzia tarawih, lazima tuyazungumze haya. Sahaba mtukufu khalifa wa pili Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, katika zama zake alikuta hali hii msikitini. Dakhala fi almasjid radhiyallahu anhuma Abu Bakar khalifa baada ya Umar, baada khalifa baada Abu Bakar Allah wa radhi, wa ra'a an-nasa fi al-masjid yusalluna awza'an, hadha yusalli li nafsihi wa hadha yusalli li rajulain wa hadha li akthari. Aliingia msikitini wakati wa Ramadhani baada ya swala ya Isha, akakuta watu wanaswali makundi. Huyu anaswali peke yake tarawehe, huyu anaswali na watu wawili anawaswalisha, huyu wengine kundi lingine na watu wengi zaidi ya wawili na watatu kuendelea wanaswali tarawehe. Akawaambia, kwa nini hili? Lau jama'nahum ala imamin wahidin, kwa nini tusingewakusanya watu hawa kwa imamu mmoja ili wafate imamu mmoja? Nao wakaleta hoja ile kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama hakulifanya hili la jamaa ya pamoja msikitini wote waswali, halipo. Abubakar Umar radhiyallahu anhu akawaambia, qad inqata'a alwahy wa zala alkhawf, wahyi tayari ushakatika, hakuna ufunuo tena kwa yani hakuna wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hofu ishaondoka.
Maana yake ile kuchelea kwake mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isifanye faradhi swala hii ya tarawih, ishaondoka, mtume hayupo tayari na wahi haushuki. Kwa hiyo kuchelea pia nini hakupo. Na mtume alifanya hivyo kwa sababu kipindi ni wakati wa wahi. Laiti angeendelea ingefaradhishwa ikawa ngumu kwetu. Lakini sasa mtume ashafariki tayari na wahi haushuki tena, na hofu basi imeondoka. Fajamaa an-nas ala abi Ubay bin Ka'b, akaanza kwa kusanya watu wakiswalishwa na sahaba Ubay bin Ka'b katika muda wa mwezi mzima wa Ramadhani. Na hapa ndo tarawih ikaanza rasmi kuswaliwa hasa mwezi mzima katika msikiti. Huyo ni sahaba kasema mtume amefanya hilo? Jawabu liko wazi, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, addu 'alayha bin-nawajid. Addu 'alayha bin-nawajid. Tayari sahaba akifanya, hasa huyu ambao ni khalifa, yani yule aliyoshika utawala baada ya mtume akaja Abubakar akafuatia yeye Umar, akifanya jambo ni athari kwetu, ndio tulifuate, ni sheria. Mtume amesema alaikum bisunnati, jilazimisheni na mwenendo wangu mimi, wa sunnata au wa sunnati shita al-khulafa'i ar-rashidin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wema. Na Umar ni katika makhalifa wema, kwa hiyo sunna hii ni thabit. Hadithi za kuwa ni dhaifu na nini, hii sunnati hadithi sahihi. Wa min thamma Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada. Allah anawasifia wale waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema, laiti kundi litakuja baada yenu ninyi wakawa na imani na kufuata yale ambayo ninyi mnayafanya mithili yenu ninyi, faqad ihtadau, kwa hakika watakuwa wameongoka. Kwa hiyo tarawih haina mushkila. Kwa naeleza tarawih kidogo. Kwa hiyo ni ibada ambayo ni muhimu sana, ambayo tunapaswa kuitekeleza katika masiku yote ya Ramadhani kadri tuwezavyo. Masahaba radhiallahu anhum wengine walikuwa wanabebwa mpaka msikitini, wasikose tarawih msikitini. Na fadhila zake ni hizi zifuatazo, baadhi ya fadhila zake. Moja, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, au peni cha mwisho, atakayesimama katika kisimamo cha tarawih ndani ya usiku wa Ramadhani, imanan, akiwa na imani thabiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyu mtu atasamehewa aliyotanguliza au aliyotangulia katika madhambi yake. Fursa kubwa sana. Wa kullu ibn adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, na kila mwanadamu asili yake ni mkosaji tu, lakini wabora wanaokosea ni wale ambao wanarejea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fursa pekee ya kupata kusamehewa madhambi mojawapo ni kutekeleza ibada ya swala tarawih. Ibada hii ni muhimu, lazima tukazane nayo katika mwezi huu wa Ramadhani. Lakini pia nje ya kusamehewa madhambi kwa sababu tu ya kutekeleza ibada ya tarawih au swala tarawih, lingine na Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika masimulizi ya hadithi sahihi iliyopokewa na Bukhari na Muslim anasema, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl au qiyamul layla, atakayesimama pamoja na imam hatta yansarifa, kusimama hapa ni kusema kwa ajili ya swala ya tarawih, hatta yansarifa, mpaka imamu akamaliza swala na akaondoka, kutiba lahu, ataandikiwa mtu huyu qiyamul layl, kisimamo cha usiku kucha. Yani kitendo cha wewe kuanza na imam katika tarawih mpaka anamaliza na witri zake, mpaka akamaliza imamu mkamaliza pamoja, ujira wako ni mtu ambaye amekaa usiku kucha anamtii na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa visimamo. Hali ya kuwa umetumia saa moja tu,
au dakika 45 tu. Kana nyumbani ukalala zako na mambo yako ukafanya yote yanayotakiwa ya halali, lakini wewe ujira unaoandikiwa ni sawa sawa na mtu ambaye hakulala siku hiyo, alikuwa anatekeleza nini? Ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ujira mkubwa sana. Katika hili kuna mambo pia yamezungumzwa. Fadhila hadithi imeweka bayana kabisa wazi. Ukisimama na imam mpaka amalize nini? Swala yake ya tarawih, maana pamoja na witri, ukamaliza naye, tayari wewe una ujira wa kuswali usiku kucha. Sasa je, ukisema na imamu alafu usimalize tarawih naye? Jawabu kwa hadithi hii, manake hauhesabiwi katika hao. Endapo utaswali nyuma ya imamu swala tarawih, kwa ishara ka 4 kuondoka zako, umechoka, unafanya mambo mengine, upate ujira huo mjua hata yansalifa paka imamu paka hadithi inasema paka imamu amalize. Au kuna wengine wanaswali paka rakaa 8 lakini witri hawaswali. Pia kwa hadithi hii manake ujira ule huupati. Sasa mwingine ana desturi ya kusimama usiku, au anatia nia ya kusoma usiku qiyamul layli, na kawaida hadithi imekuja ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Anataka amalize na imam mpaka mwisho swala ya tarawih mpaka witri yake, ili apate ujira wa kusimama usiku kucha. Lakini wakati huo huo ana nia ya kufanya nini? Ya kuswali usiku wa swali. Na hadithi inatuambia fanyeni swala yenu ya mwisho katika usiku ni witri. Tafsiri yake atatakiwa witri asiswali, ili usiku afanye nini? Apate fursa ya kuamka na apate ujira wa kuamka usiku. Na kama ataiswali witri, maana yake hatoamka usiku tena kwa hadithi hii. Lakini huyu mtu amezoea, ataka apate vyote, aswali pamoja na imamu apate ujira kusoma usiku kucha, na pia usiku apate fursa aamke aswali. Na hadithi imemkataza, inasema fanyeni kwamba swala yenu ya mwisho katika usiku ni witri. Anapatwa na kigegaziko, anasema sijui, anatetereka kidogo, nifanyeje hapa? Fadhila za kuswali usiku kucha nazitaka, na usiku kuamka na mambo yangu mengi nataka niombe, nafanya nini sasa hapa? Na nikiacha witri, maana yake ule ujira wa kuswali usiku kucha nimeukosa. Basi wanazuoni rahimahumullah wametofautiana jambo hili ala qaulaini ithnaini, katika kauli mbili, na kila mmoja ana ushahidi mzito tu. Kundi la kwanza limechukua dhahir alhadith, wazi wa hadithi jinsi ulivyo, kwamba mtu akitaka aamke usiku kuswali atapaswa, endapo anaswali tarawih, akifika rakaa ya 8 akishamaliza kuswali tarawih aache kuswali witri, asiswali witri. Na kama ataswali witri hataruhusiwa tena kuswali swala yoyote mpaka itapoingia alfajiri, kama swala alfajiri itapoingia. Kwa usiku ule hakuna swala yoyote. Kwa hiyo akakata shauri katika jambo hilo. Kwa dhahiri na wazi wa hadithi inaonekana kabisa. Wengine wakasema hapana, hapa hii hadithi haimaanishi kwamba hupaswi kuswali swala nyingine baada ya witri, la hasha wakalla. Bali hadithi inamaanisha kwamba hupaswi kuweka witri 2 katika usiku mmoja. Maana yake endapo utaswali swala ya tarawih ukamaliza na witri, ukiamka usiku kuswali, basi usiku huo usilete witri nyingine, ili witri iwe hii moja pekee katika usiku mmoja. Nao wakaleta hadithi ambayo na yupo katika sahihi Bukhari na Muslim, inasema
qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la witrani fi layla, ay fi lailatin wahida, hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Kwa hiyo hii imekuja kufanua hadithi iliyopita, anasema hivyo. Kwa hiyo kilichokatazwa ni witri mbili katika usiku mmoja. Kwa hiyo akasema kwamba ukiwa wewe unataka kuswali na imamu tarawehe ili upate ujira wa kuswali usiku kucha, utaswali pamoja na imamu rakaa zote 8, na pia tarawehe utaswali, yani witri utaswali utamaliza. Lakini endapo taamka usiku hautoleta witri ya pili, kwa sababu la witrani fi lailatin ay lailatin wahida, hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Hizo ni kauli za wanazuoni zinazungumza juu ya fadhila ambazo zinataka. Lakini kuna wengine wakafikiria zaidi, ndio kauli ya pili hii, kama kweli ndiyo kufuli limefungwa kwamba ukisha swali witri katika usiku basi uswali chochote kile. Haya, umeingia usiku katika msikiti, tahiyatul masjidi, utaswali uswali. Sheikh, maamkizi ya msikiti uswali. Endapo katazo hili lingekuwa ni sahihi, usingeswali tahiyatul masjid. Alimradi ni kauli zinazungumzwa, lakini sisi mazungumzo yetu hapa ni kuitazama swala ya nini, ya tarawih na ujira wake. Ya kwanza ni ghufranu dhunub, kusamehewa madhambi ambayo tumeyafanya kwa kujua au kutojua. La pili, ujira wa mtu kuandikiwa ibada ya usiku mzima kwa sababu tu ametekeleza tarawih kwa na imam mpaka amaliza witri yake. Fadhila nyingine ambayo hii sasa ni faida tunasema ambayo inazungumzwa katika medani ya siha na afya juu ya sala tarawih. Na mwanzo nilisema tarawih ni tarawih, kuburudisha mwili. Unaburudisha mwili kwa kisimamo kirefu, umetulia, mwili wako umetulizana sehemu. Ndio maana ni sunna Qur'ani somo kirefu. Pia unaburudisha akili yako kwa kusikiliza kisomo cha Qur'ani kinachosoma. Kama unataka wasomaji wewe mahiri wanasoma vizuri, wanafuata ahkamu za usomaji na sauti zao zisiwe zinayumba yumba, zinaeleweka, zinaenda huku mara huku, ziwe katika mtiririko mzuri ili kuleta ile raha na burudani inayopatikana katika swala ya tarawih. Katika nasiha hili ya tarawih, burudani hii ya tarawih ambayo watu wengi wanaikimbia, wanasema kikawaida mwanadamu ana mifumo yake ya mwili ya kujitengenezea chakula, umeng'enyaji wa chakula, kujitibu mwili wenyewe bila kutumia hata dawa. Ndio kawaida. Na ndivyo ilivyo. Hata unapopewa dawa hospitalini, mara nyingi dawa haitibu, Sheikh. Inashtua viungo katika mwili wako vifanye kazi ya kujitibu mwili wenyewe. Ndio ile ndio asili ya dawa, mara nyingi ni hiyo. Asili ya dawa. Wakasema mtu ambaye amekaa muda mrefu siku nzima bila kula mchana wa Ramadhani kisha akaftari ama kufuturu, mara nyingi mtu anakuwa na hamu na shauku kubwa ya ulaji. Hata pia watu wengine ulaji unaweza kuwa ni mkubwa kidogo. Sababu mtu ana hamu. Utaona kweli Sheikh, katika Ramadhani mtu anakusanya kitu muhogo anachukua, kitu muhindi anachukua, kitu anachukua, kitu andazi anachukua. Hivyo usiku vitu vingi na kuvila vyote hawezi. Kwa sababu anakaa muda mrefu bila kula. Sasa kitaalamu, baada ya kula na ilivyo mara nyingi vyakula vingi vya iftari vina sukari. Vingi vya sukari. Kwanza tenda yenyewe na sukari, ambapo ni sunna kuanza nayo. Vina nini? Vina sukari. Sikwambii uji, sikwambii si kalimati kama zinatiwa sukari, sikwambii vitu gani, vitu ya jelebi kusiona. Jelebi si vitu gani? Sasa nasijua. Na vitu vingine utakuta visheti si vina nini, si kila kitu kimewekwa pale. Sasa wanasema mtu akishakula vile kisha asipate muda mrefu wa kukaa kabla ya kulala ili mfumo wa umeng'enyaji wa chakula tumboni ufanye kazi, digestion system, basi kuna hatari ya kupata na maradhi ya shinikizo la damu na pia maradhi ya sukari. Kwa sababu
chakula kingi kitakuwa kiko tumboni. Mifumo ya umeng'enyo chakula ya kawaida, ukilala na yenyewe inalala. Kwa hiyo umekula umaliza witri Aisha kuingia kulala. Maana na mfumo wa kulala pia na mfumo umeng'enyo chakula umelala. Kwa chakula kimeng'enywa katika nini? Katika maida yake, katika fuko lake la chakula. Tayari hapa unaisababishia maradhi yenyewe. Subhanallah. Tunasema kila siku mashekhi wanatuambia hakuna ibada unayoifanya katika maisha yako ambayo sio haina faida duniani na kesho akhera. Kila ibada tuifanyayo ina faida katika maisha yetu kila siku. Sawa sawa umejua faida hiyo au hujui faida hiyo. Faida ya kimwili, faida ya kimalezi, faida ya kimazingira, faida ya kimaisha. Kila ibada unaifanya, iwe ni swala, iwe ni zaka, iwe ni haji, iwe ni ibada yote ile. Angalia ibada ya tarawih ilivyokuwa na faida. Na pia inaonesha jinsi gani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama huwa anapokea wahi kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Alijuaje mambo haya ya umeng'enyaji wa chakula? Alijuaje mpaka aliposali tarawih? Alijuaje? Kwa hiyo unaposwali tarawih unaupa mazoezi mwili wako wote na unafanya vizuri, damu yako inafanya kazi ya kutembea vizuri katika mwili wako, na pia mfumo wa kumeng'enya chakula unakwenda vizuri, na hatimaye baada ya tarawih unakuwa umemaliza tarawih yako, thawabu umezipata na mwili wako safi. Kuna faida za kitabibu juu ya tarawih zaidi ya 7 nilikuwa nisoma jana. Tosheke na faida hii moja ya kufanya chakula tunachokila kisirundikane mwilini mwetu, hata kutuletea madhara ya kuugua kisukari, pressure na vinginevyo, au wale wenye sukari kupanda sukari yao kuongezea. Kwa sababu ya nini? Uzembe wetu wenyewe utuswali tarawih na kukosa ujira kutumia vizuri fursa ya Ramadhani ya swala ya tarawih. Wallahu a'lam.